Uhaligani mtazamaji wa Katavi Media, na moja kwa moja tupo katika eneo hili, eneo maarufu sana katika mkoa huu wa Katavi, na si kwa bidhaa zingine bali ni bidhaa za mchezo. Wewe mwana michezo katika mkoa huu na nje ya mkoa huu wa Katavi, kama unataka kupendeza na kujua nini ambacho unachotakiwa kukifanya katika soka, bana njoo utembelee hapa Mpanda Sport Center. Bana kila kitu unachokitaka kwenye michezo utakipata. Mipira mikali kama hivi zote utapatikana hapa. Bana nipo na moja ya mdau wa michezo hapa, nazungumzia mpira wa miguu, na atajitambulisha mwenyewe, na baada ya kujitambulisha tutajua nini ambacho tunachopaswa kukifanya. Tulia hapa. Habari yako? Salama kabisa. Labda kwa faida ya mtazamaji wa Katavi Media, unaweza ukajitambulisha kwa majina na nafasi yako hasa katika swala zima la michezo? Sawa. Kwa majina naitwa Joseph Mashauri, ni mkurugenzi wa Pamo Promotion, lakini mkurugenzi wa Utalii Cup. Pamo Promotion ni kampuni ambayo ndio imeleta mashindano ya Utalii Cup kwa mara ya kwanza. Yamefanyika mwaka jana 2024 na yalikuwa ni yakishindanisha timu zaidi ya 28 zikipigania zaidi ya milioni 10. Pama Promotion ndio ambao umeanzisha mashindano ya Utalii Cup kwa mpira wa mguu, si ndivyo? Labda ni kwa nini Pama mliamua kutumia jina hilo la Utalii Cup? Je, kuna mahusiano yoyote kati ya utalii na mashindano haya yanayoendelea? Idea ya Utalii Cup, lengo la Utalii Cup ni kufanya michezo katika maeneo mbalimbali Tanzania ambayo yanajihusisha na vivutio vya kiutalii. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza tulianza kuyafungua Katavi, lakini mwakani nadhani tutaenda maeneo mengine yenye vivutio. Kwa hiyo Utalii Cup lengo lake ni kukuza michezo kupitia utalii na kukuza utalii kupitia michezo. Tanzania kuna mikoa mingi sana. Kwa nini mliamua kuanza na Katavi na wala sio mikoa mingine? Katavi kimichezo imesaulika, na tunaweza tukasema ni mikoa ambayo ni miongoni mwa mikoa ambayo iko chini kimichezo. Kwa hiyo tuliangalia kwa mfano Arusha tayari ni mkoa wa kiutalii na tayari kimichezo huko juu. Kwa hiyo tukisema Arusha Ngorongoro tu imeshajitangaza. Kwa hiyo huku tukasema tunabidi tuingie Katavi ili tuweze kupromote Katavi National Park na kupromote vivutio vingine, basi na kukuza michezo. Tuanzie maeneo ambayo michezo iko chini na maeneo ambayo vivutio vyake havitangaziki. Okay, sawa. Na je, kuhusiana na Katavi National Park, wana ushirikiano wowote katika kuhakikisha nyinyi watu wa Pama mnafanikisha lile jambo? Ushirikiano naweza nikasema wanao, lakini bado haujawa ushirikiano hai. Kwa hiyo ni mambo ambayo bado tunaendelea kuapproach, kuzungumza na makampuni mbalimbali yanayojihusisha na utalii Katavi. Pia tunakaribisha wadau mbalimbali ambao wanaona hii fursa inatakiwa iwe juu zaidi ya hiki tunachokifanya. Kwa hiyo bado tunafanya approach kwenye makampuni mbalimbali na bado tunahitaji wadau. Okay, sawa. Na tukiama hapo, ni mwaka wa pili mashindano yanafanyika hapa mkoani Katavi, na mwaka huu mashindano yamefanyika kiukubwa zaidi. Labda ni kipi hasa ambacho mmekiona ambacho kilipungua katika mashindano yaliyopita na mwaka huu mmeamua kuyaboresha kwa nafasi hiyo? Kwanza naweza nikasema toka mwaka jana hatuna mapungufu, zaidi tuna ongezeko. Kwa hiyo mwaka jana tulifanya kama uzinduzi, tuzindue Utalii Cup, lakini kwa mwaka huu, muendelezo wa mwaka huu na msimu inayokuja, tulisema tunataka tuhakikishe Utalii Cup tunagusa maeneo yote, vijiji vyote, kata zote, wilaya zote. Ndio maana unaona kwa mwaka huu tumeweza kupata vituo zaidi ya 6 vya mashindano. Tuna kituo Inyonga, tuna kituo Tanganyika, tuna kituo Kalema, tuna kituo Majimoto, tuna kituo Magula, tuna kituo Mpanda mjini. Kote huko tunachezesha ligi na kote huko tunatafuta washindi ambao watakaofuzu watakutana mjini kwa ajili ya kutafuta mshindi mmoja wa kuendea ile zawadi nono ya milioni 10.
Okay, uthamani wa mashindano haya ni milioni 10. Aisee, moja kwa moja hii ni fursa, kama wewe mwanamichezo unaweza ukajiunga na ukafanya kile ambacho kitu kikubwa ambacho ukajikuta hata jamii yako au familia yako unaiokoa kwa namna moja au nyingine. Labda tukirejea katika hiyo nafasi ambayo umeisema, mmeamua kufanya mkoa wa Katavi mkidai kwamba ni mkoa ambao ulikuwa umesahaulika sana kisoka, pamoja na hata kwenye masuala nini ya kutangaza vivutio vyao, ambapo kama ukiangalia kuna moja ya mbuga kubwa sana ambayo ina utajiri wa viboko na wanyama kede kede. Ni jambo zuri na la kupongeza. Labda tukiachana na hilo, ni ugumu gani ambao mpaka sasa mmeupata nyinyi kama nyinyi kuhakikisha jambo lenu linaenda sawa? Changamoto hazikosi kwenye kila jambo zuri. Ugumu ambao tunapata ni tunasema ni ushirikiano huko chini. Tuna ushirikiano huko chini, namna mapokezi ya mashabiki, mapokezi ya wanamichezo ni makubwa, lakini mapokezi ya wadau ni madogo sana, mapokezi ya vyombo vya habari ni madogo sana, ingawa na sisi bado tunajitafuta kulifanya hili jambo liwe, lakini tunahitaji support yao, lakini imekuwa chini. Lakini pia changamoto ipo kwenye masuala ya viongozi, pia viongozi wa michezo kuna changamoto ndogo ambazo najua kwa mbeleni tukiziweka vizuri tutafanya jambo letu kwa ukubwa katika ushirikiano. Na labda wamesema kwamba inachezwa katika maeneo mbalimbali, na baadaye ni timu ngapi ambazo zitatoka kwenye hivyo vituo ambavyo ulivitaja ili zije hapa, na je, huo mfumo utakuwa ni wa namna gani? Knockout au itatengenezwa makundi au itakuwaje? Katika vituo kwa sasa hivi tunavyoendelea, tunaendelea kwa ngazi ya makundi mpaka kuja kutafuta mabingwa. Kwa hiyo kwa Mpanda Mjini, kituo cha Mpanda Mjini ambacho ndio tunasema ndio topu, zitafuzu timu 8 ambazo zitaingia 8 bora. Lakini kwa upande wa Inyonga zitafuzu timu 3, vituo vingine zitafuzu Kalema timu 3, Majimoto timu 3, Magula timu 3, Tanganyika timu 3 na maeneo mengine ambayo labda naweza nikawa nimesahau. Kwa hiyo wale mabingwa ndio tutakuja tuwakutanishe mjini, na tukishafikia hiyo ngazi tutaingia ngazi ya mtoano. Kwa hiyo itakuwa ni ngazi ya mtoano, mtu akipigwa basi atarejea kwao mpaka tutakapopata washindi wetu 3. Na je, kwao washindi 3 ambao watatoka hayo maeneo tofauti, umesema Kalema huko Ikola, Mpimbwe hapa Mpanda Mjini, labda kwao washindi au labda 3 wanaotoka kule, kuna zawadi yoyote kwa ajili yao? Sisi kila kituo tuna zawadi. Yaani kila kituo tuna zawadi, achana na ile zawadi ambayo inakuja kugombaniwa hapa ya ile kombe lenye thamani ya milioni 10 ambalo limeunganisha mpaka viwanja, watu watapewa viwanja vya kujenga nyumba. Kama mwaka jana tumetoa viwanja kwa mchezaji bora, kipa bora, mfungaji bora, kocha bora na nadhani na mchezaji bora. Watu wanne tumewapa viwanja vya kujenga. Kwa hiyo nadhani zile zawadi za mwaka jana hazijabadilika, lakini tuna ongezeko la zawadi mwaka huu kwa vituo. Kwa hiyo Inyonga lazima tu tuna zawadi ya kiasi cha fedha ambacho kitawawezesha wale mabingwa kupata usafiri kuja mjini kupambania lile kombe kubwa. Kwa hiyo hata vituoni zawadi zipo. Na tumeweza kusababisha vijana kadhaa timu kubwa kuwaona. Kwa mfano tuna kijana mmoja anatokea Inyonga, Azam walimuona kupitia mashindano yetu. Kwa hiyo nadhani na mwaka huu ikifika kombe kubwa tutakuwa na mawakala wa kutosha ambao watafuatilia mchezo. Nadhani tutapata fursa ya kuuza wachezaji kama kampuni yetu ambayo ya Pamo Promotion inayodili na kuuza wachezaji na kuuza vipaji kwa vijana. Okay, sawa. Labda kwa kumalizia tu, ni kipi hasa ambacho unahitaji toka kwa serikali ya Katavi ili kuhakikisha nyinyi mnazidi kupiga hatua zaidi na zaidi? Sisi tunahitaji support, tunahitaji kushikwa mkono na tunatamani sana uwepo wao. Kwa hiyo nadhani hii ifikie mkuu wa mkoa na watu wengine wanaohusika na zamana ya michezo. Tunahitaji sana kushikwa mkono na wao, na tunahitaji ukaribu wao, kwa sababu hili jambo tunataka tulipeleke mbali. Na hatutaki kukata tamaa, japokuwa tunapitia magumu kipindi hiki, lakini tunahitaji kushikwa mkono na wao. Yeah. Okay, asante. Hamna shida. Bana, ni shetu kusema asante kwa mtazamaji wa Katavi Media, na mahojiano hapa amepewa nguvu kabisa na moja ya wadau wakubwa wa michezo, na hapa nawazungumzia Mpanda Sport.
Bana, Mpanda Sport ndio wamewezesha mahojiano hapa kuweza kufanyika mahali hapa. Ni duka ambalo lina bidhaa tofauti tofauti za kimichezo kama unavyotazama, mipira, classic, jezi kali, socks, yani vifaa vyote vya kimichezo unavipata mahali hapa. Hii si ya kukosa. Tembelea duka hili hapa ili uweze kupata vitu vilivyo bora. Asante. Sawa.